Hello, habari wapendwa. Karibu tena kwenye chaneli yetu ya Penicare Afya. Kama ni mara yako ya kwanza kufika hapa, karibu sana sana sana. Lakini pia usisahau kusubscribe na kuwasha kengele ya notifications na kushare video hii ili elimu hii iwafikie wengi zaidi na zaidi na zaidi. Na leo tutazungumzia tatizo ambalo husumbua watoto wengi wachanga, wengi sana, nalo ni gesi tumboni kwa mtoto mchanga. Na watoto wengi wachanga hulia sana, huumia au kaza tumbo, kujikunja sana, lakini kupitisha upepo mara kwa mara, lakini pia kushindwa kulala vizuri kutokana na gesi tumboni. Na hali hii huwapa wazazi wasiwasi mkubwa sana, ambako anakuwa akijiuliza kwamba hili ni tatizo gani na litaisha lini. Katika video hii nitakushirikisha njia 5 zinazoweza kukusaidia kupunguza gesi tumboni mwa mtoto mchanga kwa usalama zaidi. Kaa nami mpaka mwisho wa kipindi hiki ili uweze kujifunza vitu vingi. Kitu cha kwanza, mpigishe mtoto bega baada ya kunyonya. Wakati mtoto ananyonya, mara nyingine huingia hewa tumboni pamoja na maziwa hewa. Hii inaweza kusababisha gesi na maumivu ya tumbo kwa huyo mtoto. Na baada ya kunyonyesha, mbebe mtoto begani, mpige mgongoni taratibu hadi acheue. Lazima acheue. Hii inaweza kusaidia kutoa hewa iliyopo tumboni kwa mtoto mchanga. Lakini kitu cha pili ambacho anatakiwa kifanya ni kuhakikisha mtoto ananyonya vizuri. Mtoto asiposhika chuchu zile vizuri, anaweza kuingiza hewa nyingi tumboni kwake. Hakikisha mdomo wa mtoto umefunguka vizuri, lakini pia anashika sehemu kubwa ya chuchu, lakini pia asikii sauti nyingi za kuingiza hewa wakati wa kunyonya. Na hii inaweza kusaidia kupunguza gesi tumboni mwake. Lakini kitu cha tatu ambacho anatakiwa kufanya ni kufanya mazoezi mepesi ya miguu. Njia nyingine nzuri ni kufanya mazoezi mepesi ya miguu ya mtoto. Mlaze mtoto chali, halafu ongeza au sogeza miguu yake taratibu kama anaendesha baisikeli. Pia hii itamsaidia sana, na mazoezi haya yanaweza kusaidia gesi kusogea tumboni na kutoka kwa urahisi zaidi. Lakini kitu kingine ambacho tunakiangalia ni kumlaza mtoto kwa nafasi nzuri baada ya kula. Baada ya kunyonya, usimlaze mtoto flati haraka sana. Mshike kwa wima kwa dakika chache kwanza, ili kusaidia kumengenya maziwa na kupunguza hewa tumboni mwake. Lakini pia wakati wa kulala usiku, mtoto anatakiwa kulala chali kwa usalama zaidi na sio mmelalo mingine. Angalia chakula cha mama anayenyonyesha, kwamba kwa baadhi ya watoto vile vyakula anavyokula mama vinaweza kuchangia mtoto kupata gesi tumboni. Kwa mfano, baadhi ya watoto wanaweza kupata usumbufu baada ya mtoto kula maharage mengi, soda, pilipili nyingi na vyakula vinavyomletea mama gesi. Pia vinaweza vikasababisha gesi pia kwa mtoto mchanga. Sio watoto wote huathirika, lakini unaweza kufuatilia kwamba kama kuna chakula kinachomletea mtoto usumbufu zaidi, unaweza ukakiweka pembeni ili ukiacha, kwa sababu kitakuwa kinamtesa mtoto. Ni muhimu pia kujua kuwa gesi tumboni ni kawaida kwa mtoto au kwa watoto wengi wachanga, hasa miezi ya mwanzo ambako mtoto anaanza kunyonya. Lakini kama mtoto analia sana kupita kawaida, ana homa, anatapika sana, tumbo linauma sana na hasikii maziwa vizuri au hashiki maziwa vizuri, ni muhimu sana kwenda hospitali kwa uchunguzi zaidi. Lakini kuna namba ambazo tumeweka hapo kwenye screen. Hakikisha unatupigia kwa ajili ya ushauri zaidi na tiba zaidi. Pia epuka kumpa mtoto dawa au mitishamba bila ushauri wa daktari, kwa sababu baadhi ya vitu vinaweza kuwa hatari zaidi kwa mtoto mchanga. Na kwa kumalizia, nimalizie kwamba njia zinazoweza kumsaidia kupunguza gesi tumboni kwa mtoto. Kitu cha kwanza ambacho anatakiwa ni pamoja na kumpiga bega vizuri, kuhakikisha ananyonya vizuri, kufanya mazoezi mepesi ya miguu, lakini pia kuweka kwenye nafasi nzuri baada ya kula, na kufuatilia vyakula vya wewe mama unavyokula kila siku
wakati wa kunyonyesha. Kwa watoto wengi hali hii hupungua kadiri anavyokuwa. Umri unavyozidi kukua kusogea, na mtoto ile hali inaenda inapungua kama ni hali ya kawaida. Asante sana kwa kuangalia video hii mpaka mwisho. Kama umejifunza kitu kupitia video hii, usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwenye channel yetu ya Penicare Afya kwa elimu zaidi kuhusu afya ya mtoto na malezi. Na naomba utuandikie kwenye comments, je, mtoto wako amewahi kusumbuliwa na gesi tumboni, au ulitumia njia gani kumweka sawa na akarejesha furaha yake ya kawaida?